Ndio kanisa. Ndio basi. Tunamshukuru Mungu sana. Ni kweli. Bwana ametuneemesha kwa ajili ya nafasi hii ya pekee sana. Tunapoona Nuru Kwaya imekuwa na amani tangu uimbaji wao kwa muda wote, wakifanya kazi ya Mungu na kwa kushirikiana kwa pamoja na hatimaye wanaendelea vizuri. Ndio. Wewe unaionaje? Kimsingi pasa mimi naiona kwamba kuna amani. Ndio. Na amani nadhani hata nchi ikiwa na amani. Ndio. Kunakuwa na amani. Kweli. Kwa mimi nadhani swala la amani ni swala linalohitajika sana kila mahali. Yeah. Hata nyumbani kwako ukiwa na amani, familia inakuwa na furaha. Amina. Amina. Kwa hiyo amani ni kitu cha muhimu sana. Sana. Tunawashukuru sana, hata uongozi wao uko vizuri. Ndio. Wanaongozana wao kwa wao. Ndio. Na hata ushirikiano, naona wazee wa kanisa mko karibu nao. Ndio pastor. Kwa hivyo najisikia vizuri. Kwa kweli mimi najisikia vizuri kwa na kwaya hii. Amina. Ndio. Na mnapokuwa karibu nao vizuri, hata mimi mchungaji pia najisikia salama. Na nina amani moyoni. Ni kweli. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana. Amina. Na tunazidi kuiombea hii kwaya Nuru ili kusudi iweze kuendelea vizuri. Ndio. Na wanapofanya vizuri hata kanisa linafurahi. Ndio. Kanisa linakuwa na matunda mazuri sana. Na unaona hata kina mama wamechangamka. Ni kweli. Wanaimba vizuri. Ni kweli. Na wanaleta sifa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunashukuru sana. Kweli pastor. Kwa ujumla haya ni maneno ambayo Mungu atatusaidia na hatimaye kwaya hii itaendelea. Ndio. Itakuwa na maendeleo mazuri sana. Kweli. Kimsingi kwamba tunapaswa kuomba sana kwa ajili ya kwaya hii ili ya kwamba ifanye vizuri zaidi. Ndio. Ifike nje ya hata nje ya mipaka. Amen. Asante sana. Tunashukuru sana. Asante. Mimi ni mchungaji Erasto Christopher Soga wa mtaa wa Kibara. Mtaa wa Kibara uko Mara Conference. Hii ni kwaya ya Nuru na kwaya hii ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kibara. Hii kwaya imefanya mambo makubwa sana, na kutokana na nchi yetu wakati mwingine inakuwa na vurugu, na kwaya hii imehubiri mambo ya amani duniani, na hata kanisa lenyewe linafurahi kwamba lina amani. Kwa hivyo amani inayohubiriwa na kwaya ni amani ya kweli, na neno la Mungu limetuasa sana katika swala hili la amani. Na ukikumbuka ya kwamba neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili, na neno la Mungu ni nyundo inayogonga maisha ya mwanadamu hatimaye yakalainika. Lakini pia Daudi anasema ya kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hivyo tunaposhirikiana katika huduma hii ya neno la Mungu inayotuunganisha na kwaya, tunafuraha kwamba amani ipo kanisani, na hii amani itaweza kuendelea, na Mungu wetu ametuunga mkono sana kwa kusimamia amani hapa Tanzania. Tunapozungumza habari za hii kwaya ni kwaya ya uinjilisti. Imehubiri mambo mengi kulingana na amani. Na hata Yesu mwenyewe alisema kwamba amani niletayo sio kama dunia. Kwa hivyo neno la Mungu linaleta amani katika familia. Neno la Mungu linaleta amani katika kanisa la Mungu. Na neno la Mungu limeleta amani duniani kote. Kwa hivyo napenda niwakaribishe kwaya inapokwenda kuimba wimbo huu wa amani. Ninapenda sana muweze kuisikiliza vizuri, na ninawakaribisheni wote muweze kusikiliza kwaya hii kwa wimbo wao mzuri wa amani duniani. Karibuni sana, karibuni sana.